kile walichokuwa nakifanyia uchunguzi kwa maana ya rushwa ama uvunjifu wa amani. Kwa sisi kama viongozi wa matawi kwa niaba ya wanachama tunasema hili nalo hawatutendei haki na hatuko tayari kupeleka timu uwanjani tarehe 15 ya mwezi huu. Sasa kwa kuwa mechi haipo, tunaomba wanachama, wapenzi na mashabiki wa Yanga walioko mikoa mbalimbali, lakini hata Dar es Salaam wasihangaike na mechi ya tarehe 15 haipo. Hatuyasemi haya kwa sababu ya kuogopa Simba. Tuliyasema haya toka tarehe 9 baada ya tarehe 8, na tuliyasema kwa vikao vyetu mbalimbali, na leo tunaendelea kuasisitiza hasa baada ya kuona kwamba msemaji wa bodi ya ligi anasema taratibu zote zinaendelea. Kwetu sisi Yanga ndio wenyeji wa mechi hiyo. Tumemwambia viongozi wetu asitokee kiongozi akaenda kwenye maandalizi ya mechi hiyo, haipo. Na hatutakuwa tayari kuona timu yetu inakwenda uwanjani tarehe 15. Tushaombea viongozi. Hawa viongozi tumewaweka sisi. Sisi hatuambii bodi ya ligi wala tuambii TFF. Viongozi wetu tumewaweka sisi. Na tushawaandikia barua kimaandishi. Sio kwa kuambia tu mdomoni, tushawaandikia kupitia mtendaji mkuu wa klabu kwamba wanachama wa Yanga hatuko tayari kuona timu yetu inakwenda kucheza mpira tarehe 15 kabla hatujapata taarifa rasmi kutoka bodi ya ligi ama TFF kwa nini mechi ya tarehe 8 iliahirishwa. Lakini pia tunaiomba serikali kwamba waiangalie TFF na bodi ya ligi. Tunajua kanuni za FIFA, masheria za FIFA haziruhusu serikali kuingia kwenye mambo ya mpira. Lakini hii ambayo ilipofikia ni lazima serikali yetu sasa iingie kwenye swala hili. Swala hili linavunja amani ya nchi. Swala hili linavunja umoja wa kitaifa. Swala hili linaleta mtengano wa wanayanga na wengine ambao si wanayanga. Tulimlalamikia rais wa TFF hasa baada ya kurudi. Tulitegemea kwamba rais wa TFF atasimama kati ya Yanga na bodi ya ligi. Lakini cha kusikitisha, rais wa TFF ameamua kuwa na upande wake. Badala ya kuwaita Yanga na bodi ya ligi kuona kwamba kuna nini kinachoendelea, ameamua kuwakandamiza Yanga kuwa na upande mmoja bila hata kuwasikiliza Yanga. Kwa tunaiomba serikali yetu waiangalie swala hili. Lakini pia tunamsikia naibu waziri juzi bungeni amekwenda kinyume na bosi wake ambaye ni waziri wa michezo. Waziri alipoulizwa swali hili kabla ya naibu, alieleza kwamba swala la dabi ni swala la TFF na bodi ya ligi. Lakini tumesikitishwa na kitendo cha naibu waziri juzi bungeni akieleza kwamba dabi ipo na itachezwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, wakati yeye si mpangaji wa ratiba na haimhusu. Kwa tunaiomba serikali pia kwamba matamshi ya baadhi ya viongozi wa serikali yanazidi kuamsha hasira na morali ya wanayanga kwamba kwa nini serikali yote iingie kwamba lazima mechi ichezwe. Kwa nini waseme lazima mechi ichezwe? Kwa nini Yanga hatusikilizwi? Sasa sisi kama wanayanga wa Dar es Salaam tumedhamiria kwamba hatutapeleka timu na tunawaagiza viongozi wetu wasifanye hivyo. Tuko tayari kwa hatua yoyote ambayo tunaona inafaa kwetu. Kama wakiona Yanga tuna makosa, tuchukuliwe hatua kwa mujibu wa kanuni walizoziweka. Lakini kama wanao wana makosa, basi nao wajibike kwa kanuni walizoziweka wenyewe. Hatuko tayari kuona timu yetu inakwenda kucheza mpira tarehe 15 kabla hatujapata kile ambacho tumekiomba tukipate. Lakini kingine ambacho kimetusikitisha, ambacho leo tumepata nafasi ya kukizungumza hapa mbele ya waandishi wa habari, ni kitendo kilichofanywa na wenzetu, watani zetu kwenye fainali waliocheza kule Zanzibar. Tunaamini mpira ni starehe. Tunaamini mpira unatuunganisha ndugu na ndugu. Lakini hatujafikia hatua ya kuwa mahasimu wa kugombana. Lakini juzi baada ya kauli za viongozi wao, tuliona jinsi gani wanayanga walivyodhalilishwa pale Zanzibar. Mtu anadhalilishwa mbele ya familia yake, jezi zinachanwa, watu wanapigwa, wanatolewa uwanjani. Eti tuko sababu ya jezi yake.
Lakini cha kuthibitisha kwamba hakuna mwenye mamlaka aliyesimama kukemea swala hilo mpaka leo. Hajawahi kusikia kauli ya TFF ya kulaani tukio lile. Tunawapongeza viongozi wetu kwamba viongozi wa klabu walishatoa tamko la kulaani kitendo kile, na ndiyo kauli yetu kwamba tunadhani kwamba wenzetu wanatuona sisi ni wapangaji na wao ndio wenye nyumba. Tunaamini swala hilo wangefanya Yanga tushachukuliwa hatua. Nakukumbushe kwamba aliyekuwa msemaji wetu hapa zamani Jerry Muro aliwahi kutangaza kwamba hatuwahitaji Simba kuja uwanjani wakati Yanga inacheza na TP Mazembe uwanjani wa Nyamagana. Alichukuliwa hatua na shirikisho na akapewa adhabu. Leo viongozi wa Simba wamehamasisha watu wa Yanga wasiingie uwanjani, na walioingia wamefanywa vitendo vile walivyofanywa. Tunadhani hii si ungwana, na hili linaweza likaleta mpasuko huko baadaye ambao kuzuia itakuwa ngumu. Kwa hiyo tunaiomba wenye mamlaka, serikali, hebu waingie waone kwamba umoja wa kitaifa unaweza kuvurugwa na wenye mamlaka tunaomba kuongoza mpira nchini. Mwisho niwahakikishie kwamba hatuna nia mbaya, hatuna nia yoyote ovu. Tuna lengo la kutengeneza mpira wa nchi hii. Hatuchezi mechi ya tarehe 15 ya mwezi huu. Sasa niombe mzee wangu na yaeleze kile ambacho anacho kwa niaba ya baraza la wazee ili tuone kwamba watu wanapokea vipi. Karibu sana mzee wangu. Yanga oye! Yanga oye! Ndugu waandishi wa habari za mchana. Leo nadhani ni mwendelezo wa vikao